mapema kabla ya news updates, na tumerejea naye kuendelea kuzungumza mengi. Tumegusia kuhusiana kinachoendelea na ufafanuzi wao kama chama kuhusu tuhuma ambazo zimekuwa zikitoka mitandaoni. Kwenye hili la ulisema na wewe kwamba kuna watu wanalipwa fedha kwa ajili ya kuwavuruga. Kataja paka kiwango milioni 3, wengine wanasema. Ili niweze kuwalipa watu fedha, lazima kwenye hiyo taasisi hapako sawa. Lazima nitapata mamluki ndani ya iko chama ambao ni rahisi kushawishika. Mnaamini kwamba hampo salama ndani ya chama kwa maana hiyo? Chama cha siasa kinajumuisha watu wa aina zote. Bila kujali umri, bila kujali uwezo wake wa kifedha, bila kujali elimu yake. Kwa hiyo kwenye haya ni mambo ya kawaida sana. Watu ambao wanaweza wakawa wanakihujumu chama ni mambo ya kawaida sana, lakini huwa tunayashughulikia ndani ya chama na huwa hatutoi nje ya chama. Wapo wanaamini kwamba kwa haya ambayo yametokea, kama kweli kuna watu wamepewa fedha kwa ajili ya kuwachafua, ni kweli, tunaweza kutumia neno kwamba chama hakijapona kutoka kwenye uchaguzi. Chama kimepona kutoka kwenye uchaguzi. Ni baadhi ya watu ambao wanataka waturudishe kule tulipotoka mwanzo, na kwa kweli hili ni jambo ambalo bila kupepesa macho linafanywa na watu wa mfumo, watu wa CCM wakiwapa fedha watu wetu ili tuwe divided. Lakini kama leadership hatuko tayari kuona chama kina gawanywa into pieces. Hatuko tayari na tunalishughulikia, yani kwa wivu mkubwa sana. Kwa nini makada wa Chadema wamekuwa rahisi sana kushawishika? Kwa sababu utakumbuka kama kweli wanashawishi. Kwa sababu Brenda, utakumbuka si hivi tu. Wakati linaanza ile vuguvugu la kuondoka wengine kwenye Chauma na vyama vingine vya siasa, ilianza mambo hivi mdogo mdogo. Kwa nini na kwa rahisi sana Chadema kushawishika? Ni chama ambacho hamna uchumi imara kwa makada wake mpaka wanashawishika kama ambavyo wanatueleza? Ukweli na tumeliweka wazi, Chadema ni chama ambacho hakipokei ruzuku hata shilingi moja, lakini pia the only source ya income kwa sasa ni tone na kupitia wadau wengine ambao wanakichangia chama. Kwa hiyo ndio maana inakuwa ni rahisi kwa watu kurubiniwa kwa kiasi cha fedha. Naona hivyo tu, yani siwezi kuwaongelea wao kwa nini wanarubuniwa na wanakubali, lakini ndani ya chama tunalishughulikia. Hii inaweza ikatoa wakati mgumu kwa wanachama mwingine smart tu ambaye amekaa kaona kana Brenda kuna kitu kipo sawa, ngoja ni jaribu kutoa maoni yangu. Mnatofautishaje kati ya hao mnaamini wamerubuniwa na mwanachama smart ambaye ana mawazo fikra tofauti na nyie ndani ya chama anataka kuyatoa? Ndio maana nikasema tuna mifumo ambayo inamwezesha mwanachama. Kama wewe unahisi kuna jambo haliko sawa, andika malalamiko yako, peleka kwenye ofisi ya katibu mkuu ambayo iko wazi kila siku. Yani sisi tunafanya kazi 24/7. Hatuna hiyo ya kusema leo ni Jumapili hatufanyi kazi. Na tunaamini katika mifumo ya tehama pia. Kama unaona uko Morogoro, uko ndani, andika, peleka kwa mkurugenzi yoyote ambaye yupo kwenye ofisi ya katibu mkuu au mfuadie katibu mkuu mwenyewe. Tunaamini katika hiyo mifumo. Kwa hiyo ni mambo ambayo yanawezekana, sio eti kwamba hayawezekani. Na ndio maana tunasema tu ni system inatuingilia, na bado tuna taarifa kuwa bado wana mpango wa kuendelea kutuingilia. In fact tuna taarifa kwamba saizi wana mpango wa kukamata viongozi wa chama, hususan makamu mwenyekiti wa chama. Wanataka kumkamata katibu mkuu wa chama, naibu katibu mkuu wa chama na viongozi wengine ndani ya makao makuu na kuwapa kesi za ugaidi. Sasa hayo ndo mambo ambayo Watanzania tunatakiwa tuwe tunayezungumzia, mambo ambayo sio haki. Sisi kama Chadema tumesema hatukubali, lakini wananchi pia wayakatae haya mambo, kwa sababu huu ni udhalimu. Haiwezekani kwa sababu watu wanaongea ukweli to your face. When we speak truth to power, basi option ambayo serikali inayo pekee ni kuwakamata hawa watu, kuwaweka gerezani hawa watu, either kuwapoteza, kuwateka hawa watu. Haya ni mambo ambayo sasa kama nchi tunatakiwa tuweke mguu chini na tuseme sasa haya mambo yakome. Na huyu ambaye anajiita rais wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, anatakiwa atoke na aseme. Lakini kama humsikii Samia Suluhu akikemea utekaji, akikemea kamata holela, akikemea watu kuuawa, maana yake ni kwamba wao ndio wanawatuma.
Wanawezaje watu kukamatwa pasina kuwa na kesi zozote? Brenda, mnazipata wapi hizi taarifa za ndani? Naomba nikupe taarifa kwamba Geita, kama ni tuhuma za moja kwa moja, naomba nikupe taarifa kwamba tuna kiongozi mmoja wa chama, mwenyekiti wa jimbo la Geita, Neema Chozaili, amekamatwa saizi ana wiki na nusu, hajapelekwa mahakamani, hajapewa shtaka lolote. Nimeambiwa kwamba leo ndo anataka kumpeleka mahakamani, na kesi ambayo sisi tumeambiwa anapewa kesi ya ugaidi. Kwa tuwe tu serious. Mtu Geita huko anafanyaje ugaidi peke yake? Tuna viongozi hapa Tanga wawili wamekamatwa, mpaka leo hawajapewa kesi. Tuna viongozi 10 wa Chaso, watoto wadogo, watoto wa shule. Mnawakamataje bila kupewa tuhuma zozote? Tukiuliza tunaambiwa hawa wanaenda kupewa kesi za ugaidi. Juzi, wiki iliyopita, tumemsikia rais anaongea kuhusu wanaharakati kufanya vitendo vya kigaidi. Unaona tu kwamba kuna muendelezo wa hili neno ugaidi, yani limeibuka from nowhere, na unaona viongozi wanakamatwa. Wewe ukiunganisha doti na kuambia nini? Zinabakia kuwa tuhuma. Haiwezi kuwa, haiwezi kubakia kuwa tuhuma. Tuone ya mahakamani itakuwa kwenye yani msubiri kuona watu wakiumizwa. Hawa viongozi wamepigwa, wameumizwa. Unampiga mtu bila kumtuhumu, unampiga mtu bila kumpeleka mahakamani. Je, PGO za polisi ndivyo zinavyosema kwamba mtu anapokamatwa anatakiwa kupigwa bila kuambiwa shtaka lake? Yani ukiongea ukweli, sisi kuongea ukweli, tukienda kwenye ziara zetu tunawaambia Watanzania ni kweli kwamba serikali ilihusika kuua watu tarehe 29 Oktoba. Kwa hiyo kwa mujibu wa ripoti haijaeleza. Kwa mujibu wa ripoti ya nani? Jaji Chande. Wewe umeipata hiyo ripoti? Imewekwa wazi muktasari wake. Ile ulikuwa ni hotuba, wala ilikuwa sio muktasari, kwa sababu haijawekwa wazi kwa public. Na hakuna sehemu thibitisho kwamba sehemu pekee ambayo tungeweza kusema kwamba ni kweli haya mambo kwenye ripoti, na wao wamethibitishaje? Waliongea na nani? Waliweka wazi yale mazungumzo ambayo waliongea na hao watu? Sisi tunathibitishaje? Ambacho sisi Chadema tulifanya tulirekodi zaidi ya watu 2000 waliouawa, na we have them in the books, na sisi hatutaweka wazi mpaka muda mwafaka. Lakini tumezunguka mikoani, tunakutana na watu ambao watoto wao waliuawa, wamama wanalia, wababa wameondoka, wamepotea, mpaka leo hii hawajulikani walipo. Hawa ni watu ambao sio wa kuchekewa. Kwa sasa sisi tubaki na ripoti ya Chande. Tubaki na ripoti ya Chande. Mnakuwa biased mkisema kwamba mnabakia na ripoti ya Chande, ambayo sisi kama Chadema in fact tulisema kwamba hiyo ni ripoti ya uongo na haitakiwi kutambulika, kwa sababu kusema tuko bias ya kwenu pia mnasema tutaitoa muda ukifika. Mtakapofika. Sababu sasa lazima tuangalie zote. Hatujatoa, lakini mnapozunguka, unless otherwise nyie sio Watanzania, mniambie kwamba sisi hatujasikia vilio vya watu huko mikoani kwamba wameondokewa na watu wao. Hawa watu wanasema mili ya watoto wao haijaja. Ripoti ya Chande imekiri kwamba watu 500 na hiyo ripoti iko wapi? Iwekwe public. Hiyo ripoti si haitakiwi kuwa mali ya mtu. Ni mali kwanza. Chande amelipwa na jopo lake, wamelipwa kutumia pesa za Watanzania. Sasa kama wametumiwa pesa zetu, sasa pesa za walipa kodi, hiyo ripoti ilitakiwa kuwa public. Blenda, tutaminije ripoti nyingine ambayo haijatolewa na mamlaka husika? Kwa sababu kama Chadema ninyi mnayo ripoti ambayo mnaona kabisa ni uhalisia, ingetoka na nyinyi tuweze kucompare kati hii ambayo Chande amesema na nini ambayo public wakati mwafaka. Kwa hiyo kwa sasa hivi tukae na ipi? Mkae na kwamba hiyo ripoti ya Jaji Chande haijawekwa public, kwa hiyo na yenyewe haipo. Kwa hata yakoni pia tuisubiri, kwa sababu ya kwetu isubirini na itawekwa public. Chadema huwa tunafanya mambo yetu kwa uwazi sana. Kwa sasa, kila jambo ambalo tunafanya kama chama ni jambo ambalo tunaliweka wazi. Muda wetu tunakimbia. Kwenye maelezo yako umezungumza kwenye michango pale mwanzo, ulizungumza neno wadau. Zipo taarifa kwamba wapo watu ambao wanatoa fedha ndani ya vyama lakini hawapendi sana kuwekwa wazi. Wengi wanatumia majina kama matajiri. Wapo watu wanaokisapoti chama ambao nyinyi wenyewe mmewahifadhi, mnasaidiana nao. Wadau inaweza ikakuhusisha hata wewe.
Sasa wewe sidhani kama utataka kusema hapa on air kwamba huwa unakichangia Chadema ili kesho na kesho kutwa wakikufuata basi sisi Chadema tuwe liable kwa ajili yako. Wapo matajiri wanakichangia. Ni pamoja na wewe na yeye na watu wengi ambao wanakipenda chama. Yes, wanakichangia Chadema. Lakini wanaogopa kwa sababu wameona mwenendo wa serikali ambao sio mzuri sana. Hii serikali imekuwa ikiteka watu ambao wanajihusisha na chama. Mtu yoyote ambaye anaongea ukweli kuhusiana na yale ambayo yanafanyika nchini, wanapigwa, wanakamatwa, wanafungiwa barabara, wanafilisiwa. Kwa hiyo ndo hayo ambayo watu wanaogopa, lakini otherwise wapo watu ambao wanachangia sawa na hao ambao wanachangia tone. Yani ninavyoongea wadau ni pamoja na hao ambao wanatuchangia kwenye tone. Mimi kwenye simu yangu nina miamala ya watu ambao wanachangia tone 500,000, milioni 2, milioni 3. Hatuweki public kwa sababu hawataki kujulikana. Lakini ndio hivyo wapo. Yes. Na hesabu zao ziko vizuri. Hesabu zao ziko vizuri kama nilivyosema, hizi pesa zinaingia kwenye mifumo rasmi ya chama. Na hii hesabu zetu huwa zinakuja kukaguliwa na CAG. Nimnukuu afisa mmoja wa ndani ya chama anasema hawakuzipuuzia pia tuhuma za Heche, walichunguza. Uchunguzi ulianzia wapi mpaka wapi? Mlimhoji mwenyewe John Heche akaeleza kwamba ni uongo na wanadanganya bila tu kupuuzia kwamba wanaosema wamelipwa, lakini pia kama mjitazame kwamba kwa nini pia imekuja mtu muulize na mhusika. Usahihi wa hizi taarifa upoje? Mlimuuliza? Hapana. Mimi naomba niweke angetoa hata neno akusema chochote kwenye video yake ya mwisho juzi. Naomba niweke record straight. Unachunguzaje jambo ambalo alijaletewa malalamiko kwenye ofisi ya katibu mkuu? Kwa hiyo haya ni lisemwalo lipo. Lisemwalo sio in this case. Kama halipo basi linakuja. Sio in this case. Kama halipo basi linakuja, na litakapokuja basi tutalishughulikia ndani ya chama kwenye mifumo rasmi ya chama kwa kuzingatia katiba ya chama. Kwa hili ninyi Chadema mlilifanya kama halipo. Tulipuuzie. Hatujalipuuzia. Lakini tunasubiri mifumo rasmi ifanye kazi yake. Mkurugenzi wa sheria ambayo ndio katibu wa chombo cha maadili ndani ya chama anaendelea kukusanya taarifa, na muda utakapofika tutaliweka wazi kwamba tulianzia hapa, tumefikia hapa, na sasa tupo hapa, na hao watu wote wameulizwa, wameitwa, na haya ndo matokeo ya kile ambacho tunafanya. Sawa. Operation za Chadema mpaka mwisho wa zuio la mikutano zilikuwa ni mbili. Tumalizie hapa. Ilikuwa ni katiba mpya pamoja na masuala ya Tundu Lissu. Yes. Wakati bunge kabla halijafikia ukomo wake, ili bunge la bajeti, nilimuona waziri mmoja akisema kwamba swala la katiba ni swala la CCM. Juzi pia nimemuona mbunge mwingine pia wa Chama cha Mapinduzi anasema vyama hivi hasa Chadema mmekuwa mkiwadanganya watu kuhusiana na masuala ya katiba ya nchi hii. Nani anayepaswa kupigania katiba ya nchi hii kati ya vyama vya siasa na wananchi wenyewe? Wananchi wanapaswa kupigania katiba ya nchi hii. Na sisi kama chama cha siasa ni wananchi pia. Sisi ni wazawa wa Tanzania. Na tunajua athari ya hii katiba ambayo tuliokuwa nayo, na tunataka hiyo katiba mpya. Kwa hiyo ndio maana tunaenda kutoa elimu huko mikoani ili tuungane na wananchi kupigania katiba. Katiba ni ya wananchi wa Tanzania. Sisi hatujahodhi huo mchakato. Tunachoenda kufanya mikoani ni kuelimisha Watanzania kwamba tuungane, tutetee na tupigane ili mradi tupate katiba mpya kabla ya mwaka 2027 kuisha. Kwa dakika moja tu, Chadema mpaka sasa tafsiri yake kwenye neno maridhiano ni nini? Maridhiano ni mchakato ambao ni matokeo. Kwanza mnatakiwa muanze na mazungumzo ya kweli. Na tumesema mara nyingi sana kwamba mwenyekiti Tundu Lissu, ili mradi bado yupo gerezani, hatuendi kwenye mazungumzo na mtu yoyote. Kwanza wamtoe Tundu Lissu kwa sababu amewekwa ndani kwa kesi ya uongo, kesi ya kubambikizwa. Baada ya hapo, hata mwenyekiti Tundu Lissu aliandika kwenye nani yake baada ya kuonana na Chakwera. Aliandika kwamba nitaongoza chama kwenye mazungumzo
nikiwa nje. Hatuwezi kufanya mazungumzo mwenyekiti wetu akiwa ndani. Yeye ndio anatakiwa kuongoza chama kwenye mazungumzo ya aina yoyote yale. Sasa kwa sababu wao wamembambikizia kesi, sisi tunamsubiri mwenyekiti atoke. Alafu baada ya hapo hivyo vyama vingine basi wao waendelee, lakini sisi kama chama tunasubiri mchakato wa mwenyekiti wetu Tundu Antipas Lissu, na ndio maana operation yetu inaanza na katiba mpya, free Tundu Lissu. Ni mambo mawili tu ambayo tunataka. Kwa hiyo serikali, free Lissu, katiba mpya. Serikali ikienda kwenye mazungumzo na vyama vingine vya siasa na watakao kubaliana nayo, nini hamtayatambua? Hivyo vyama vingine vya siasa hivyo 19 nikikwambia uniorodheshe kwa majina au yataje hapa kwa majina hivyo vyama vyote na unavisikia vikifanya ziara wapi, wanafanya kampeni gani, nini sera zao, unaweza? Lakini ni unaweza? Ndio. Unaweza? Vipo 19 vyama sajiliwa vimeshiriki uchaguzi. Taja 19 vyama vimesajiliwa na msajili. Taja 19 vyama 19. Hivi ni vyama kwa kweli mimi nisingependa kuongea, lakini pia unaona usaliti ndani ya hivi vyama vingine. Mnaendaje kwenye mazungumzo na serikali ikiwa kuna watu ambao mpaka leo hawaoni watoto wao? Watoto wao wameuawa mpaka leo. Hiyo serikali haramu haisemi hawa watu wamezikwa wapi. Mnaendaje kwenye mazungumzo nyinyi kama chama cha siasa? Tulivyosema mwanzo, nabakia kuwa tuhuma na haibaki kuwa tuhuma. Sisi tunahitaji uwajibikaji. Sawa, tunakushukuru sana. Asante kwa ujio wako. Wewe ni Brenda Rupia, ni mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Tulikuwa tukizungumza naye hapa. Hii ni time ya kibiashara, kumradhi kwa sababu tumechelewa kwanza, lakini tulitaraji pia tumalize na Brenda.